napenda kusisitiza kwa uzito unaostahili kuwa upatikanaji wa huduma ya msaada wa kisheria si fadhila wala hisani, bali ni haki ya msingi wa kila Mtanzania. Ni sehemu isiyotenganishwa na misingi ya katiba yetu. Ni sehemu isiyotenganishwa na utawala bora na wajibu wa dola kwa wananchi wake. Ukweli uliopo ni kwamba wananchi wengi, hususan wa kipato cha chini, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, na hasa wananchi wanaoishi maeneo ya pembezoni, wamekuwa wakikosa haki zao, si kwa sababu hawana hoja au ushahidi, bali kwa sababu hawana uwezo wa kugharimia mifumo ya kuzipigania haki zao. Ni kwa kutambua changamoto hiyo ya kimuundo, Wizara yetu ya Katiba na Sheria kwa niaba ya serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati ya kimfumo ambayo tunayo, ikiwemo kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria kwa maana ya MSLAC, kwa lengo la kuwafikia wananchi wengi zaidi, hasa walioko vijijini na maeneo ya pembezoni. Serikali inatambua wazi kuwa jukumu hili haliwezi kubebwa na serikali pekee, na ndio maana tunahitaji ushirikiano ulio wa kweli, na tumesaini leo makubaliano kati yetu na chuo chetu kikuu cha Dodoma, lakini na shirika la LSF, ili kuwa na mkakati wa kati ya serikali, vyuo vikuu, asasi za kiraia, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Tuliamua kwamba tukienda kwenye mkoa fulani lazima tufike wilaya zote kwanza, halmashauri, sio wilaya, halmashauri zote, lakini kila halmashauri angalau imepungua sana ni kata 3. Kwa maana nyingine hatukumaliza kata zote nchi nzima, lakini tuligusa kwa ile ya mwaka jana wananchi milioni 4.1, lakini tukagundua kwamba kumbe kuna crisis kubwa sana, na moja katika migogoro hiyo tuliochambua, 70% ya matatizo ni migogoro ya ardhi, ikifuatiwa na mirathi. Hata nyewe wanahabari mlioko hapo wengi hata mirathi hamwandiki, mnaogopa mkiandika mtaonekana mnajichulia kufa, lakini hayo ndio maeneo makubwa sana. Lakini pia inafuata ndoa, watu wakiachana hawataki kugawana vilivyo. Kwa hiyo kama mnakumbuka, hata Mheshimiwa Rais Dr. Samia alipokuwa Tanga aliagiza kwamba sisi na wenzetu ardhi, TAMISEMI, tuende Tanga tukaangalie ile migogoro ya ardhi, imekuwa mingi sana. Kwa bahati nzuri hata hiyo tuliosaini memorandum inatusaidia wenzetu hawa chuo kikuu watuweze hata kufanya research kuangalia kwa nini migogoro ya ardhi ni kubwa sana. Kwa hiyo 70% ya matatizo yetu ni migogoro ya ardhi. Upatikanaji wa haki ni haki ya kikatiba na msingi wa utawala bora. Hata hivyo, bila mifumo imara na uendelevu wa msaada wa kisheria, haki hii hubaki kuwa ndoto kwa wananchi wengi. Ndio maana mwaka huu ajenda ya uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria ndiyo kipaumbele kikuu cha shirika la LSF. Tunaamini kuwa uendelevu wa kifedha, kitaasisi na kisera ndio nguzo ya kuhakikisha huduma hizi zinaendelea kuwepo na kuleta matokeo ya muda mrefu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunatambua jukumu la Wizara ya Katiba na Sheria kama msimamizi na mratibu mkuu wa sekta ya msaada wa kisheria nchini. Chini ya Sheria ya Msaada wa Kisheria sura ya 21, tunajivunia kusema kwamba LSF imekuwa ni mdau mkubwa na mshirika wa karibu sana wa wizara, hususan katika utekelezaji wa kampeni ya Mama Samia ya msaada wa kisheria kwa kipindi cha miaka 3. Ya kampeni hii, LSF imehudumu kama makamu mwenyekiti wa kampeni, na tumeshuhudia mafanikio makubwa katika kuwafikia wananchi wengi zaidi, kuongeza uelewa wa sheria na kusaidia na kutatua migogoro mbalimbali katika jamii.